Na mtazamaji wa Sten TV, karibu sana. Leo niweze kuzungumza na msanii kama jinsi unavyoona, anafahamika kwa jina la Amos Mzee, mwimbaji wa nyimbo za gospel, lakini yeye atatuambia ni gospel ya aina gani. Lakini tumekuja kuzungumzia wimbo wake mmoja ambao umeonekana kufanya vizuri katika mitandao ya kijamii, kutazamwa na watu wengi kutoka sehemu mbalimbali, na ni wimbo ambao uko nafasi ya pili kwa mkoa wa Kagera. Sasa nizungumze naye tuweze kujua ni ubunifu gani ambao ameweza kutumia nyimbo hiyo mpaka ikaweza kufika mbali. Amos, mambo vipi? Bana fresh. Habari za wakati huu? Mungu ni mwema. Sasa Amos bwana, nimekuita hapa tuweze kuzungumza. Bila shaka imekuwa kama ghafla hivi, lakini na mimi mwenyewe imekuwa ghafla. Wimbo bwana wa sauti yetu umetusurprise. Kwanza tuanzie hapo Amos. Labda ni kitu gani ambacho umekifanya katika mkoa wetu wa Kagera? Tumeona ni nyimbo ambayo imetazamwa zaidi, iko nafasi ya pili. Kikubwa unajua sisi tunaofanya kazi hizi za sanaa tunafanya kwa ajili ya watu. Kwa hiyo huwezi kufanya kazi alafu ukabaki nayo ndani. Kwa lazima unapofanya ujitahidi kupush kupitia njia tofauti, kupitia mitandao ya kijamii, kupitia mainstream, kwa maana ya radio na TV, ili uhakikishe kwamba kile ambacho umelenga basi watu ambao umewalenga basi kinawafikia. Kwa hiyo ni matokeo ya juhudi ya kupush mitandaoni, kwa maana ya kutumia njia ambazo ni za kwangu binafsi, lakini pia kupitia njia ambazo ni studio za radio na TV za watu wengine, lakini kupitia mitandao yangu ya kijamii tunashare sana, tunashare link na nini, watu waweze kutazama. Bwana Amos, sio kawaida. Nilikuwa naongea na mtu ambaye pia ni mkubwa mwana sanaa, tukawa tunajadili nyimbo yako hiyo. Kwa upande wa gospel, watu vijana sana wanafuatilia nyimbo zao zile. Sasa kwa upande wa gospel ni kitu ambacho kimetusurprise sisi kama wafuatiliaji wa sanaa. Amos, sio jambo la kawaida. Kwanza wewe kama wewe binafsi umelipokeaje? Kwanza mimi nashukuru Mungu kwamba ni moja ya ishara kwamba malengo yanatimia. Kwa hiyo ukifanya kitu ukaona kinapokelewa, basi tunashukuru Mungu. Kwamba namshukuru Mungu mimi nimepokea vizuri. Ndio. Kwa maana watu wamepokea na watu wameweza kutazama, na naamini kwamba kwa idadi hiyo ambao wewe umeiona, mimi naamini bado, kwa sababu ya maono ambao ninayo ni kwamba nahitaji iende pakubwa zaidi. Kwa ndo maana kila wakati najaribu kufanya jitihada na kufikiria namna ambavyo inaweza kwenda zaidi hapo ilipofikia. Kwa ujumla nimepokea vizuri, na naamini Mungu atasaidia itakwenda zaidi hapo ilipofikia. Labda Amos, kuna kitu ambacho labda nataka nikuulize. Umesema bado. Na sisi bado, na sisi pia kwa upande wetu kwamba kama nilivyokuambia umetusurprise, ni kama tumeshaona kwamba imepenya. Sasa labda wewe kwa upande wako kati ya 100% imefikia asilimia ngapi ili iwe tayari jinsi unavyotaka wewe? Maana imetazamwa Amos. Unajua kila hatua unashukuru Mungu. Mimi naamini katika kila hatua ni ukamilifu kwenye hiyo hatua. Kwa hiyo kwa hatua hii mimi nafikiri ni 100%. Kwa hiyo bado kuna 100% nyingine za hatua ya pili, 100% za hatua ya tatu, 100% za hatua ya 4. Kwa hiyo mimi naamini kile ambacho kinatokea, kile ambacho Mungu anasababisha ni hatua 100 katika hiyo hatua. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kwamba hii ni hatua 100 kwa kile ambacho nimekilenga katika hii hatua. Kwa hiyo umezungumza kwamba ni kwa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo ninaamini zipo 100% nyingine za hatua ambayo inafuata, ambayo tunaipambania, na 100% nyingine za hatua ambayo itakuja baada ya hiyo, ambazo ni tunapambana ili kuweza kufikia hizo hatua ya pili. Amos, ubunifu ni mwingi sana katika video. Tumeona kuna idea fulani ulitumia kucheza na radio hivi, yani naikumbuka hiyo. Nasemekana kuna msanii mkubwa ambaye kwa sisi wafuatiliaji umemtangulia hiyo kuchukua hiyo idea ya kuimba na radio. Kwa maana yeye amenichukua na kupesti pengine. Sasa kuna msanii of course simtaje, tuwape watazamaji kazi ya kutafuta. Sasa watu tukao tunajiuliza hiyo idea ulitoa wapi? Unajua Amos, kwa wafuatiliaji wa sanaa, wafuatiliaji wa aina nyingi sana za video za wasanii, ni ubunifu ambao kama ulitoa mbali sana. Na yule msanii ambaye alichukua ile idea, wimbo wake ulitoka, yani baada ya miezi mitatu wimbo wako kutoka na yeye wake ukatoka na idea ile. Na ni msanii mkubwa ambaye unaweza kumtaja kama namba 3 hapa Tanzania. Sasa Amos, labda hizo taarifa umezipata kwamba kuna mtu bwana huko alichukua idea yako? Mimi unajua mimi ni kweli nafuatilia kazi, lakini kuna kitu unaweza ukakiona
alafu usikumbuke kama wewe umekifanya. Labda Amosi, kuna nyimbo yako, hii nyimbo ya Sauti Yetu kwa upande wa video, nasemekana kuna idea fulani ulikuja nayo ya kuimba umeshikilia redio nini, yani kama mfumo fulani. Lakini sasa inasemekana kuna msanii mkubwa hapa Tanzania baada ya nyimbo yako kutoka miezi mitatu naye akatoa video ya wimbo wake fulani ambao alikuwa ameshikia hiyo redio. Sasa watu tukao tunajiuliza sisi wafuatiliaji, bwana, isikana wenzetu kakopi kitu kutoka kwa Amosi au imekuwaje? Labda ushafuatilia video kama hiyo? Unajua mimi natazama, of course mimi nafuatilia hizi nyimbo za secular, nafuatilia kwa sababu kuna kitu unaweza ukakiona usikumbuke kama na ulishakifanya. Sasa ulivyoongea hivi ndo sasa inaanza kuja, ni kweli nimeona. Lakini unajua mimi nikiwa naandika wimbo pia na video natengeneza script yake. Alafu video mimi naitengeneza of course kulingana na wimbo ambao unaandika, kwa sababu ule wimbo ni wimbo ambao kwenye video nilikuwa na lenga kwamba niwe na watoto. Kwa hiyo nikaa najaribu kufikiria vitu gani vya watoto ambavyo vinaweza kuonekana. Utaona kwenye video mle kuna ile michezo ya watoto ya kushindana kukaa kwenye kiti, lakini pia kuna ile tumekaa tunapiga story na hiyo ya radio. Kwa hiyo sikutegemea kama labda angetokea mtu mwingine angekuja kukopi kitu cha namna hiyo na vitu kama hivyo. Ni hatari sana. Amosi, tuanze na audio. Kwanza imezingatia vitu gani? Mpaka ni Sauti Yetu leo iko nafasi ya pili katika mkoa wetu kwa kutazama zaidi. Vitu gani vilizingatiwa kwa upande wa audio? Audio kwanza mimi wanapenda quality. Kabisa. Yani mimi kitu ambacho napenda quality, kwamba nikitoa kazi ndio yani isiwe ni kazi ya kubahatisha. Iwe ni kazi kweli. Kwa maana mimi huwa nawekeza sana yani gharama kwa maana ya production, audio quality, lakini pia nazingatia sana message. Kwa naandika message ambayo unajua itaishi na inaweza of course ile message inaweza ikaimbwa na mtu yote, inaweza kwa mtoto, lika yote ile. Yani mtu yote anaweza akafanya. Kwa nazingatia sana message kwa maana ya mashairi ile ninavyoandika, lakini pia nazingatia na ile wanasema rhythm, lakini pia na melody. Ni kitu cha muhimu sana. Baba mtu akisikiliza kimsikiliza Amosi mzao hizi kumchoka. Yani utake tena na tena kusikiliza ule wimbo. Yani kwa mimi sitengenezi wimbo ambao wanaita bubblegum, yani kwamba unatafuna kisha utamu unatupa. Kwa mimi najaribu kufikiria kwamba natengeneza wimbo ambao utaishi miaka mingi zaidi na zaidi. Kwa nazingatia hivyo vitu ya quality ya audio, lakini pia message, uandishi wa mashairi, melody na vitu kama hivyo. Video, yes. Video muhimu sana, na nilitumia muda mrefu kujaribu kutengeneza mazingira ambayo naweza nikapata video nzuri. Inaweza isiwe na vitu vingi, lakini ikawa na kitu ambacho mtu achoki kukitazama. Ushafahamu? Kwa hiyo kama audio imekuwa nzuri, inapaswa pia na video ibebe pia audio. Kwa hiyo ibebe yale maudhui ya audio. Ushafahamu? Kwa hiyo ndo kile ambacho unachokiona. Kwa hiyo video nilizingatia sana kwanza iendane na kile ambacho nimekizungumza kwenye audio. Yani mtu akitazama video na audio anaona ni vitu ambavyo vinaendana. Sio audio anafanya hivi na video inatokea kitu kingine. Kwa hiyo video kwa maana ya wahusika kwenye video, lakini pia location, lakini pia na kuwa na director ambaye endana na script ile ambayo ana mawazo kwamba bwana tukifanya kitu kama anakupa idea tufanye hiki tufanye. Kwa hiyo vitu kama hivyo, na bahati nzuri kwamba tulivyokutana nilijikuta wazo niliokuepo nao na yeye ndo alikuja nao. Bana Amosi, Sauti Yetu imefanya vizuri. Kwanza ni nafasi kwanza ya kuwashukuru waloko support, afu baada ya hapo tu tuingie katika kitu kingine. Kwanza kabisa mashabiki, kwa sababu sisi tunafanya kazi hizi kwa ajili yenu. Sisi tunaofanya kazi za kijamii, nyimbo hizi ambazo ni za kijamii tunafanya na tunatoa kwa ajili ya jamii yenyewe, na jamii ndio ninyi. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa mapokezi. Tuseme hizi kwa hatua hii tumekamilisha hatua 100%. Kwa hiyo tunakwenda hatua nyingine. Kwa hiyo tuendelee kupush, kwa sababu ni wimbo ambao unaishi, ni wimbo ambao una ujumbe ambao ni ujumbe wa kujenga taifa leo, kesho na hata vizazi vinavyokuja. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Tuendelee kushare. Sauti Yetu ni sauti yangu, ni sauti yako. Kwa hiyo kwa pamoja ni sauti yetu, na sauti yetu kwa maana ya kwamba tunapaza sauti kuhakikisha watoto wako salama, kuhakikisha watoto wanapata malezi bora na haki zao za msingi, lakini pia wanatimiza wajibu wao katika umri wao. Ndio maana tukasema Sauti Yetu. Mimi napaza sauti na unapaza sauti, inakuwa ni sauti yetu kwa ajili ya taifa letu sasa na hata baadaye. Iko YouTube Amos Africa utaikuta. Bana Amos,
Bila shaka umeeleza kila kitu. Watu wamejua kwa nini nyimbo imeshika nafasi ya pili, inazidi kufanya vizuri. Swali la mwisho ambalo mimi napendaga niulize, yani hilo ni nje kidogo tu. Karibu. Amosi Mzee ni mtu aina gani katika jamii? Mfano wewe umepata nafasi ya kumuelezea Amosi Mzee, yule asiye mfahamu Amosi Mzee ni nani? Tueleze Amosi Mzee ni nini? Kwanza mimi nashukuru Mungu. Kwanza mimi ni mtu ambaye napenda kuona mabadiliko kila mara. Yani mabadiliko yale ambayo yanaendana na dunia inataka kitu gani. Kwa hiyo mara kadhaa dunia inavyojivua na kujivalisha gamba, mimi napenda hata jamii ijivue na kujivalisha gamba ili tuweze kuendelea kwenda pamoja na dunia inavyokwenda. Kwa hiyo ndo maana unaona mara nyingi mimi niko kwa watoto, kwa sababu naamini ndicho kizazi ambacho kinapokea na kuishi na vitu kwa haraka sana. Kwa hiyo ndo maana nimejichagua mimi ni mtu ambaye ni balozi wa kujitolea kukaa na watoto, kwa maana ya kuhamasisha malezi bora kwa watoto, ulinzi na usalama kwa watoto, na mapambano dhidi ya ukatili wa watoto na ukatili wa kijinsia kwa ujumla. Kwa hiyo mimi ni mtu wa mabadiliko, and I am bold for change, wazungu wanasema. Mimi ninasimama kwa ajili ya mabadiliko katika jamii. Napenda dunia iwe sehemu salama ya kila kiumbe kuishi. Bwana Amosi bwana, nimefurahi kwanza. Unajua kuna kitu ambacho umenifundisha hapo, nimekikopi kwako. Sio mbaya kukopi kitu ambacho ni sahihi. Ukiongezea cha kwako. Amosi, kidogo tuende freestyle to enjoy sauti yetu. Yeah man, sauti yetu kama kawaida. Iwe ni kilio cha samaki, machozi kwenda na maji inaumaga. Tuseme ukatili sasa basi, watoto wape nafasi ya kukuaga. Wakiwa nyumbani walindwe na ninyi wazazi, wapewe wanachostahili kwa ukuaji wao. Wakiwa shuleni walindwe na ninyi wafundishwe wanachostahili kwa ukuaji wao. Kila mmoja wetu awe mlinzi kuilinda hadhi ya mtoto. Maji wa Stein TV, bila shaka umemsikia vizuri sana. Amosi Mzee ameelezea vizuri sana kuhusiana nyimbo yake ambayo inafahamika kwa jina la Sauti Yetu, ambayo ni nyimbo ambayo imeonekana kusambaa na kutazamwa sana katika mitandao ya kijamii kwa ukubwa zaidi. Bila shaka ni wakati wako kasha kutajia jinsi gani ambapo unaweza kuzidi kusupport nyimbo hiyo iweze kufika mbali zaidi. Mimi naitwa J Brand, hii ni Stein TV.